ACT Wazalendo waibuka tena, wanena mazito kuhusu uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, 2025. Watamka uchaguzi haukuwa huru na wa haki, lakini pia wamtaka Mheshimiwa Rais kukubaliana na vifo vilivyotokea na kutoa pole kwa familia zilizopoteza ndugu wao. Nikushukuru sana wewe ambaye umekwisha subscribe, na wewe ambaye bado, tafadhali nikusihi usubscribe sasa ili usonapitwa na taarifa zetu nzito na za ndani kama hizi. Bonyeza sasa maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe kisha alama ya kengele itakayokuja. Asante sana. Chama cha ACT Wazalendo chatoa taarifa yao ya kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Kabla hatujaenda kwenye kauli ya Zitto Kabwe ya kumtaka Rais Samia kubali vifo, tuanze na kauli ya Dorothy Semu. Chama hicho kupitia kwa kiongozi wa chama Dorothy Semu amesema uchaguzi huu umekithiri ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo watu kupigwa, kubambikiwa kesi na wengine kuuawa. Tumsikilize hapa. ACT Wazalendo kupitia kikao cha kamati ya uongozi kilichoketi tarehe 7 Oktoba kimefanya tathmini ya kina kuhusu mwenendo na matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 2025 ambao umekuwa pigo kubwa kwa demokrasia, haki za wananchi na mustakabali wa taifa letu. ACT Wazalendo imeguswa na mwenendo mzima wa uchaguzi ambao kwa mara nyingine umeendelea kugubikwa na udanganyifu, vitendo vya hila na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Ni wazi kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekosa uhalali wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Imekosa uhalali wa kisiasa wa kuendelea kuiongoza Tanzania. Uchaguzi huu haukuwa huru, wa haki, wala haukuwa kuaminika, na umepoteza vigezo vyote na sifa za kuwa uchaguzi wa kidemokrasia. Mchakato mzima wa uchaguzi, kuanzia utangazaji kwa watu waliojiandikisha, uteuzi wa wagombea, upigaji kura na utangazaji wa matokeo, unaonesha kufanyika kwa vitendo vya kihuni vinavyoondoa kabisa uhalali wa uchaguzi mkuu. Yeye mnafahamu kutangaziwa na tume kwamba wamejiandikisha watu milioni 37, wakatuambia wamejitokeza watu milioni 32, wakatuambia kura halali za rais zilikuwa milioni 31 na kidogo na kufikia 98%. Lakini mmesikia kwa watu waliotangulia hapa michezo ya namba ambao mingine walishindwa kuifanikisha, na badala yake unakuta eneo ambalo mgombea akiingia anapewa kura 3 kwa pamoja. Kura za mgombea urais zimezidi mara 2, mara 3 ya kura za mgombea ubunge na kura za madiwani. Lakini pia kupikwa kwa idadi ya wapiga kura, ambapo takwimu rasmi zinazotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, 86.7% wamejitokeza kupiga kura. Huu ni uongo wa mchana kweupe. Uhalisia unaonyesha kulikuwa na mwitikio mdogo sana wa wapiga kura vituo vyote nchini. Na ukiangalia hii turnout inayosemwa na tume ya 86% haijawahi kutokea katika nchi. Sio kitu cha kawaida. Huo ni muujiza kwamba kati ya watu wote eti 36% ndio walikuwa tulikuwa vituoni. Mimi nilienda kituoni, nilikaa pale kama lisali moja na nilimwangalia yule anayeangalia kwenye daftari, yule sehemu ya usimamizi anayeangalia kwenye daftari la watu wanaofika pale kupiga kura. Ile daftari alifunua kwa haraka, nilihesabu sehemu zilizowekwa tiki, hakukuwa na tiki zaidi ya 10, na ilikuwa ni saa 5 asubuhi jimbo la Singeli. Lakini matokeo yake, na tumesikia maeneo mengine, watu waliojitokeza kupiga kura kwenye uchaguzi huu mkuu hawakuzidi 20% ya wapiga kura. Kuna baadhi ya majimbo yaliathiriwa na vurugu za maandamano ambapo masanduku yalichomwa moto, vituo viliharibiwa na matokeo ya kuhesabiwa. Lakini tume ilitangaza matokeo ya kubumba
ikiwemo Segerea, Kibamba, Ubungo, Kinondoni, Arusha mjini na kadhalika. Na tumeona furushi la kula hapa zilizokuwa zimesagaa mtaani zinaonyeshwa na mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo. Kura bandia kukutwa kwenye masanduku ya kura, wasimamizi wa vituo kusaidia au kushiriki kwenye zoezi la kuingiza kupiga kura za wizi kwa ajili ya kuongeza kura za wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Wasimamizi wa vituo kubadilisha matokeo na kuongeza idadi ya wapiga kura kwenye karatasi za matokeo bila uhalisia. Tumeona mifano hapa. Matokeo ya uchaguzi kupangwa na vyombo vya ulinzi, hasa idara ya usalama wa taifa, kwamba nani atangazwe, nani asitangazwe, na kufanya uchaguzi huu kukosa maana tena. Wao walikuwa tayari wanao matokeo kwenye mifuko yao na walikuwa wanataka kujua nani anatakiwa kushinda watoke Chama cha Mapinduzi. Ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Tumeona kwamba uchaguzi huu umeonyesha ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu, na taarifa yetu ya awali kama chama ilijikita kwenye swala hilo na kutoa ikiwemo wanachama wetu kupigwa, kukamatwa kiholela, kubambikwa kesi za uhaini, wizi wa kutumia silaha na wengine kuuawa kikatili wakati wakitetea kura zao au kutekeleza majukumu ya uangalizi wa uchaguzi. Tuna taarifa za kushambuliwa, kujeruhiwa kwa wanachama, viongozi na mawakala yetu kwenye baadhi yetu ya majimbo na vikosi vya Chama cha Mapinduzi vikisaidiwa na jeshi la polisi. Kuwekwa kizuizuni kwa wanachama zaidi ya 200 nchi nzima, kukamatwa kwa viongozi, wagombea wetu na wengine kufunguliwa kesi za uhaini. Nitoe baadhi ya mifano. Kuuawa kwa mgombea wetu wa udiwani kata ya Sirari, Mungu amweke mahali pema peponi, jimbo la Tarime, ndugu Dafrosa Jacob, akiwa mkononi mwa polisi baada ya kukamatwa na kupewa mateso hadi kupelekea kifo chake tarehe 5 Novemba. Na kwa taarifa tulizokuwa nazo sasa ni kwamba mwili wa Dafrosa walipoenda kukagua wakati wanaandaa maiti, amekutwa amegolewa meno, amekutwa ana majeraha miguuni, na polisi wamekuwa wakisimamia zoezi hilo na kuwatisha familia ambao tuliwaelekeza kwa ushauri wa kisheria kwamba alitakiwa afanyiwe uchunguzi wa kitabibu kabla ya maziko yake, lakini wamenyimwa na wamekuwa wakitumia hiyo fursa kuwatisha familia, kuwatisha viongozi. Mtazamaji wangu, baada ya Dorothy Semu, twende sasa kwenye kauli aliyoitoa kiongozi wa ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe, ambapo Zitto Kabwe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X ameandika: My solemn request to President Samia is admission of death and honest condolence to the families, justice and accountability and political and security sector reforms. Kwa Kiswahili ni kitafsiri ameandika: ombi langu la dhati kwa Rais Samia ni kukiri kuwa vifo vimetokea na kutoa pole za kweli kwa familia, kuhakikisha haki na uwajibikaji na kufanya mageuzi ya kisiasa na ya sekta ya usalama. Mtazamaji wangu, hiyo ndio kauli ya Zitto Kabwe kumtaka Mheshimiwa Rais kukiri kuwa vifo vimetokea na kutoa pole za kweli kwa familia. Je, wewe una maoni gani juu ya kauli hii kufuatia yale yaliyotokea kule nchini Tanzania? Tuandikie komenti yako hapa chini na sisi tutaisoma. Hii ni channel yako pendwa Mseto Media, usikae mbali na sisi kwa taarifa zaidi. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.